Mahakama ya Rufaa imekataa ombi la serikali katika kutupilia mbali uamuzi wa Mahakama Kuu na agizo la muda la kuzuia kusitishwa kwa shughuli za uuzaji na kufanya binafsi mashirika 6 ya umma. Mahakama hiyo imetoa uamuzi kwa kuyapa kipaumbele maslahi ya umma kwa serikali inasubiri uamuzi wa Mahakama ya Rufaa. Huyo hapa ni Victor Ngaruya na taarifa hii. Mnamo Septemba 24 mwaka wa 2024, Jaji Chacha Mwita alitangaza kuwa sheria ya ubinafsishaji ya mwaka wa 2023 ni kinyume cha katiba. Sheria hiyo ilikuwa inalenga kufanya binafsi mashirika 11 ya umma. Hata hivyo, taasisi ya katiba na wadau wengine walipinga uuzaji wa mashirika 6 kati ya hayo, ambayo ni Jumba la Kimataifa cha Mikutano cha Kenya KICC, Kampuni ya Mabomba la Mafuta Kenya, Kenya Pipeline Company Limited, KCC mpya, Kampuni ya Mbegu ya Kenya, Kenya Seed Company Limited, Taasisi ya Fasihi ya Kenya, Kenya Literature Bureau, na Shirika la Mafuta ya Kitaifa National Oil Corporation. Lililozua mjadala zaidi ilikuwa ni nia ya kuifanya KICC kuwa ya kibinafsi, ikizingatiwa kuwa ni mnara wa kumbukumbu ya taifa. Uuzaji wake ungekiuka sehemu 11 ya katiba inayoelekeza serikali kulinda na kuhifadhi urithi. Jaji Chacha Mwita katika uamuzi wake alibaini kuwa bunge la taifa alikuwashirikisha wananchi pasavyo kabla ya kupitisha mswada huo. Jopo la majaji watatu ambao ni Jaji Fred Ochieng, Jaji Weldon Korir na Jaji Joel Ngugi lilikuwa na jukumu la kuweka wazi wapo serikali ingeweza kuendelea na uuzaji wa baadhi ya mashirika hayo kabla ya rufaa kutoa uamuzi. Kwa kuweka kipaumbele matakwa ya umma, hii leo Jumanne, jopo hilo liliamua serikali kusubiri hadi Mahakama ya Rufaa kutoa uamuzi. Kwa kifupi ni kama kusema Kenya kwanza itasubiri hadi pale Mahakama ya Rufaa itakaposikiza na kutoa uamuzi kamili kabla ya kuuza mali ya umma. Victor Ngaruya, NTV.